السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أحبنا في الله، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وبين وجه الله سبحانه وتعالى. أول ya yote napenda kwa mwanzo kuihusia nafsi yangu bila kusahau kuhusia nafsi zenu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, katika swala zima la kumwogopa Allah, kwani hakuna ufaulu hapa duniani na kesho akhera isipokuwa ufaulu uko kwa wale ambao watakaoshikamana na swala zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye atakayeshikamana na swala hili la kumwogopa Allah, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia mafikio yaliokuwa mazuri kesho akhera, nao ni janna. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo hii kathiru minna, wengi katika sisi, kila mtu kimuuliza ni yapi malengo yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, vipi wewe unatarajia kwenda kuingia katika moto wa Allah au unataka kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi thumma wallahi, jawabu la watu wengi litakuwa watakwambia kuwa wanahitaji kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ahibana fillah, ikiwa mimi na wewe tunahitaji kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, pepo iliyojaa kwa kila neema ambazo halijawahi kusikia sikio neema hizo, wala halijawahi kuona jicho neema hizo. Ndugu zangu wa Kiislamu, miongoni mwa neema zilizokuwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna mahurain. Ndugu zangu wa Kiislamu, ikiwa tunahitaji neema hizi za Allah mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na tuepukane na moto wake Allah subhanahu wa ta'ala, yajibu alaina, ni wajibu juu yetu kushikamana na swala zima na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibana fillah, at-taqwa hiya miftah al-janna. Kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni miongoni mwa funguo ambazo za kufungua pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. وثبت ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: إن للمتقين مفازا. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, inna lilmuttaqina mafaza. Ahibana fillah, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kuwa inna lilmuttaqina mafaza, hakika wamefaulu wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ndio walofaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ahibana fillah, Allah subhanahu wa ta'ala katuwekea njia ambazo tukizifuata tutaenda kupata pepo yake ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile katuwekea njia ambazo tukiziendea tutaenda kupata moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ahibana fillah, njia za peponi ziko wazi na njia za motoni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ameshatubainishia njia hizi, kwamba ukipita njia hii unaenda kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile ukipita njia hii utaenda kupata adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu zilizokuwa kubwa ambazo zina mfano. Ndugu zangu wa Kiislamu, lidhan ahibana fillah, at-taqwa, tushikamane na jambo hili la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa tunataraji kwenda kuenjoy katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukosekana na kujiepusha na zile adhabu za Allah, adhabu zilizokuwa kali. Ndugu zangu wa Kiislamu, hakuna mmoja yeyote atakayeweza kuzivumilia adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhan ahibana fillah, tushikamane na tuvae vazi hili la taqwa, kwani yeyote mwenye kuvaa vazi hili la taqwa basi ataenda kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii ndugu zangu wa Kiislamu,
neno hili takwa wengi katika maduati ulitaja kila atakapopanda kwenye mimbari, atakapotoa kalima, watu husiana kutokana na jambo hili la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini ndugu zangu wa Kiislamu, jambo hili ni jambo la kubwa la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kashaweka wazi ya kuwa inna lilmuttaqina mafaza, ya kuwa wacha Mungu ndio wenye kufaulu. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala akusema kuwa mwenye degree sijui ngapi ndio mwenye kufaulu, mwenye pesa tajiri hapa duniani ndio mwenye kufaulu, wala hakusema mwenye watoto wengi katika dunia hii ndio mwenye kufaulu. La wallah, qala Allah ta'ala inna lilmuttaqina mafaza. Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuwa inna lilmuttaqina mafaza, wacha Mungu ndio ambao watakaofaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maulama wakitafsiri hili neno takwa, unazoona wakitafsiri neno hili wasema kuwa at-taqwa hiya al-khawf min al-jalil wal-amal bi-tanzil was-sa'dad min yawm ar-rahim wal-qana'atu min al-qalil aw bil-qalil. At-taqwa wanatafsiri wanazoona wasema kuwa at-taqwa hiya al-khawf min al-jalil, hili neno takwa ni kumwogopa Allah, ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wal-amal bitanzil, na kufanyia kazi vile viwili vilivyoshushwa navyo ni Qur'ani tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wasa'idadu bi yawmir rahim, na kujiandaa na siku ya mwisho. Wal-qana'atu min al-qalili au bil-qalili, na kutosheka na kile kidogo cha haki alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, ukishikamana na ndugu zangu wa Kiislamu, hii ni miongoni mwa tafsiri la neno hili at-taqwa, ya kuwa at-taqwa mtu ili uone kwamba ni mcha Mungu, au ili uone ya kuwa fulani yeye ni mcha Mungu, basi anatakiwa cha kwanza awe anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, ukiwa wewe unamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni ghali sana wewe kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi kama Allah leo hii ukiwa unaishi kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, utakaa mbali na maasi, kusoma kila wakati ukitaka kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala unapata hofu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama fulani anioni, Abu Dhaifa anioni, Abdullah anioni, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ananiona, basi unapata hofu na kuliacha lile jambo ambalo unataka kulifanya. Mtu mwenye takwa ana sifa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na sifa ya pili wal-amal bitanzil, na kufanyia kazi viwili vilivyoshuka kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Qur'ani tukufu, ukiwa unamwogopa Allah basi utakuwa unaifanyia kazi Qur'ani tukufu na hadithi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi na wewe ndugu zangu wa Kiislamu, tunaifanyia kazi Qur'ani? Vipi na wewe tunafanyia kazi hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au tunazisoma alafu tunaziacha? Ndugu zangu wa Kiislamu, ikiwa tunazisoma aya hizi na hadithi hizi alafu hatuzifanyii kazi, ya kuwa bado tuko mbali na sifa hii ya uchamungu. Ndugu zangu wa Kiislamu, Qur'ani imetuamrisha mambo mengi na imetukataza mambo mengi. Wala taqrabu zina, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ametuharamishia mambo mengi, anatuambia kuwa tusikaribie zina. Lakini leo hii ndugu zangu wa Kiislamu, kathiru minan nas, wengi katika watu wenye kukurubia na wenye kulifanya tendo hili ndugu zangu wa Kiislamu, tendo ambalo lilikuwa baya, ambalo likataza Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo lina adhabu hapa duniani na kesho akhera. Ndugu zangu wa Kiislamu, hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimezungumza sana, zimetuwekea bayana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema, man sana falaysa minna wala yadkhulu aljanna. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye
hatamki kutokana na matamanio yake, ila anapokea wahi kutoka kwa Allah. Yuamwambia kuwa man zana falaysa minna wala yadkhulul janna, yeyote atakayezini akafa katika hali hiyo bila kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, falaysa minna, huyu sio katika sisi. Hakuishi hapo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaendelea kusema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, wala yadkhulul janna, na wala kuingia peponi mtu huyu. Ndugu zangu wa Kiislamu, kila nafsi inajijua mabaya mangapi inayomkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Bila nahibana billah, ikiwa wewe uko hai, basi ujue kuwa mlango wako wa tauba uko wazi. Ndugu zangu wa Kiislamu, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jamia. Allah subhanahu wa ta'ala yuwasamehe madhambi yote. Ikiwa unajijua kuwa umemkosea Allah, basi rudi kwa Allah. Maulama akaendelea kutafsiri neno hili ataqwa, wanasema kuwa ataqwa hiya an yaraka Allah fima amaraka wa alla yaraka fima nahaka. Neno taqwa wakitafsiri wanazuoni wanasema kuwa ataqwa hiya an yaraka Allah fima amaraka, akuone Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo aliyokuamrisha, wala yaraka fima nahaka, na wala sikuone katika yale ambayo aliyokataza. Walakin leo maasaf shadid, lakini leo hii ndugu zangu wa Kiislamu, masikitiko yaliokuwa makubwa, leo hii Waislamu katika nchi yetu ni wengi kuliko Wakristo. Lakini leo hii ingia katika misikiti mbalimbali unakuta Waislamu ni wachache wallah. Walakin ingia katika mabanda ya mipira, katika viwanja vya mipira, unakuta wengi ni Waislamu. Wakristo kuna John, kuna Pasco wako wachache, lakini wengi wao ni wale wakina Ali, Umar, Uthman, lakini wako katika yale ambayo aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa wako mbali sana na sifa ya uchamungu. Ndugu zangu wa Kiislamu, ikiwa wewe unajijua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati anakuona katika yale ambayo aliyokukataza, ujue kuwa wewe bado una sifa ya taqwa. Bila nahibana fillah, kujilazimisha kwa kila mmoja kujionyesha katika yale ambayo, ama kujilazimisha katika yale ambayo aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Maulama anasema kuwa alla yaraka fima nahaka, na wala asikuone Allah katika yale aliyokataza. Akuone Allah katika madarasa mbalimbali za ilmu, kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika vipindi vyote vya dini, katika vipindi vyote vya swala, basi Allah akuone katika mambo ya khairati. Asikuone Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ambayo shaytan. Leo hii ukisikia kigodoro sehemu fulani, ukisikia sehemu fulani kuna kitu fulani, sherehe fulani ambayo limejaa mashaitani, unakuta wengi waliohudhuria katika hafla ile, basi hao ni Waislamu. Unakuta sehemu kuna muziki, subhanallah, lakini wengi katika wao usikute hadi wale walioitisha muziki ule ni Waislamu, na wao wanatarajia eti kuja kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibana fillah, wallahi thumma wallah, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ghali. Ahibana fillah, haipatikani hivi. Inabidi tujipinde katika yale ambayo aliyotuamrisha Allah na kuachana na yale ambayo yote aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibana fillah, tukishikamana na swala hili la taqwa, basi tutakuwa ni kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na maulama wanazidi kutafsiri neno taqwa, wanasema kuwa ataqwa ya fi'lu al-awamir wa tarku an-nawahi, ni kufanya yale ambayo aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana na yale ambayo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katuamrisha mambo mengi, basi tuyaendee yale mambo ambayo aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na tuyaache yale ambayo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala.
ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kiislamu, ikiwa wewe unajijua ya kuwa unamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na unamfanyia kazi viwili vilivyoshushwa ambao ni Qur'ani tukufu na hadithi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na unajiandaa na siku ya mwisho. Kujiandaa na siku ya mwisho ni vipi? Unafanya yale ambayo yote ambayo unaona haya yataenda kunufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, na ukiwa unafanya yale ambayo aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na ukakaa mbali na yale ambayo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala, na ukafanya na akakuona Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo alikuamrisha, na wala ukajiepusha na sehemu zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza, basi insha Allah wewe utakuwa katika daraja fulani la ucha Mungu. Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba moto, ameumba pepo, na hakuna ndugu zangu wa Kiislamu maisha baada ya kuondoka hapa duniani. Baada ya maisha pia baada maisha yanafuata, ni kuna sehemu mbili tu za kuelekea ndugu zangu wa Kiislamu, ni motoni na peponi, hakuna sehemu nyingine. Ikiwa wewe unataka kwenda kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi fanya yale ambayo aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa sisi hatuwezi kuyafanya yale ambayo walikuwa wanafanya masahaba, walikuwa wanapigana jihadi, watu walikuwa wanatoka panga kwa panga, wanakutana panga kwa panga. Leo hii mambo hayo sisi hakuna. Basi tupigane jihadi ya nafsi zetu. Nenda kasome dini yako ili upate kujitahidi kufanya vizuri ibada zako. Hatuna kingine ambacho tunachotegemea ila ni ibada hizi, ndugu zangu wa Kiislamu. Ikiwa ibada zako unazifanya bila elimu, unatarajia nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Bila nahibana, ili tuwe na uhakika wa ibada zetu tunazozifanya, inabidi cha kwanza tusome kile ambacho tunachotaka kwenda kukiendea. Inabidi tukae chini tusome ibada zetu, ili tukifanya ibada tuzifanye kwa kujiamini na kutarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa haya machache aqulu lakum ahibana fillah, al-kamalu lillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.